Naitwa Aisha Swaleh Musa, nina umri wa miaka 24, najishughulisha na kuchora hina na piko, naishi Mwananyamala kwa Makoma. Nilianza kwa ugumu kidogo kwa sababu nilikuwa sijapata darasa vizuri la kuelewa. Lakini kwa kuwa nilikuwa na nia, nikaitilia nia, nikapambana na nikapata kwenda chuo na kukisomea kitu ambacho nilikuwa nakipenda mpaka hapa nilipofikia. Kazi ya kuchora nilianza kuipenda tangia nipo shule ya msingi. Kwa hiyo nilipomaliza shule ya msingi nikaenda mpaka sekondari nikamaliza, hivyo nikashindwa kuendelea huko mbele, nikaja zangu Dar es Salaam kwa mamangu mdogo. Nimeishi hapo, nikaenda kufanya kazi nyingine kabla ya kufanya hina. Nilipoenda kufanya huko kazi, nilienda kufanya kazi za ndani. Kwa bahati mbaya sikuweza kufanikiwa huko nilichokuwa nahitaji, nikaacha nikarudi hapo kwa mama mdogo. Kwa hiyo nilipokuwa naishi hapo nikaa naangalia tu vile watu wanavyochora, nikasema hichi kitu ipo siku na mimi nitafanya nini? Nitakuja nitachora na nitakapopata pesa ya kwenda kunipeleka darasani, nitaenda nikakisomea ili niweze kufanya vizuri. Kwa kuwa ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Kwa hiyo kila nikikaa nikiona hivi watu wanachora ikaa kinanipa motisha ya kupambana zaidi niweze kutimia malengo yangu. Sikuwa na pesa taslimu ya kuanzisha hiyo biashara ya hina. Nilikuwa na pesa kidogo ile ya kuunga. Sikupata pesa ile ya moja kwa moja ya kuweza kuanzisha na kwenda darasani. Pesa kwa ajili ya kuanzisha biashara yangu ya hina nilipata kwa ajili ya kuchangiwa. Kwa kiasi kikubwa alinichangia mume wangu na mama. Mpaka nikaenda chuo nikasoma mpaka sasa hivi nafanya kazi. Siku yangu ya kazi, cha kwanza nikifika kazini, nitafungua ofisi yangu na kuanza kufanya usafi, kutafuta vitu na kuandaa vitu vyangu vya vitendea kazi kwa ajili ya wateja zangu. Hata wakija wasipate shida yoyote ile. Kiasi cha pesa ninachoweka inategemea na nitakavyopata. Naweza nikapata hata 30,000, 40,000, naweza nikatoa 20,000 nikaweka pembeni. 20,000 nitatoa labda ya chakula, mtoto kwa ajili ya shule, kusaidia vitu vidogo vidogo. Kuna kipindi kipato changu kinakuwa ni kidogo. Kwa hiyo kinakuwa hakikizi mahitaji yangu ya kazi yangu. Kwa hiyo inahitaji niombe support kwa mtu ili aweze kunisaidia kiweze kukizi mahitaji yangu. Ikitokea nimekoma katika kipato changu na namuomba mtu wangu wa karibu, yule ambaye anajua namuomba mtu wangu wa karibu anisapoti ninapofeli. Ili aweze kunisaidia niweze kuendelea na kazi yangu. Hapana, sijawahi kukopa pesa. Kwa sababu bado siko na uhitaji nayo sana pesa nyingi. Kwa hiyo mimi nikikwama, nitamshirikisha mume wangu, kama atakiwa nayo atanigaia. Kama akikwama, nitamshirikisha mama yangu au baba. Ikishindikana katika wote ni dada yangu. Lakini kukopa kwa mtu mwingine labda marafiki, hapana, sijawahi. Sijawahi kukopa kwenye taasisi hizo, benki wala kwenye hizi oya nini za mikopo zile. Sijawahi. Sijashawishika kwa sababu nikiangalia kipato changu cha kuweza labda kurudisha, sijajua watakavyonikopesha watanipa kwa muda gani. Kwa hiyo na kazi yangu naweza ikapita siku nzima sijafanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukasema leo hujafanya kazi afu wenyewe wanataka hela zao, unafanyaje? Kwa hiyo kuna kipindi inanijia uoga. Hata nikisema nina uhitaji kweli, lakini nikiwaza hivyo huwa nakata tu tamaa. Bora niwashirikishe watu wangu wa karibu. Kwanza kinachonifanya nipate siku nzuri kazini kwangu ni kinanishawishi nizidi kuendelea kuifanya kazi yangu hata kama nina siku ngumu. Kwa ajili sitaki kuvunjika moyo nikawapoteza wateja wangu. Kwa maana mteja anaweza akaja na kuambia bwana naomba unichore kitu hiki na hiki na hiki. Sawa, mnakubaliana vizuri, akija hapo kishamaliza kumchora na kubadilikia. Anaweza akakupa hela nusu, akakwambia bwana hela nyingine nitakutumia, akitoka hapo ndio mipigo ishatoka hiyo. Kwa hiyo unaweza kusema sawa, kwa ndo nimemchora hivyo kanipa hela nusu, uweze kukata tamaa. Kwa hiyo unazidi tu inabidi uendelee kupambana ili uweze kufikia malengo yako na ndoto zako. Kwa sasa akiba ninayoweka ni kwa ajili ya malengo ya nifungue ofisi yangu nifungue ofisi yangu niwe na sehemu yangu mwenyewe, kwa sababu hapa kwa sasa hivi sina ofisi. Kwa hiyo hata nikipata mteja inabidi nimcholee hapa nyumbani nje nini, sasa wateja wengine hawapendi hivi kuonekana. Kwa hiyo inabidi nipate sehemu iliyotulia, kama ni ofisi, anakuja ofisini basi. Nafuatilia kwa sababu nishajiwekea kama vile ratiba yangu Kwa hiyo kila kiasi ninachoweka kule kwenye kibubu changu
nakuwa najua mpaka sasa hivi nimefika kiasi kadhaa. Nakuwa najua nimetoa kiasi kadhaa kwenye kibubu changu, kuna kila kiasi kadhaa. Rekodi zangu ni sana sana nakuaga na diary au muda mwingine nachukua kwenye simu, yani nazirekodi na zihifadhi vizuri. Kitu ambacho nakiamini katika kutunza pesa zangu kwenye usalama zaidi ninapoona ni kwenda kuweka kwenye benki, kwa sababu kule kuna usalama zaidi kuliko ukikaa nazo nyumbani. Ndio unaishi na mtu, lakini huwezi kujua nafsi ya mtu. Sawa, unaweza mkaishi hata zaidi ya miaka 10, lakini mwisho wa siku akiona huyu ana hela nyingi sijui nini, unajua ile anaweza hata kukufanyia mchezo. Kwa hiyo naona sehemu sahihi na salama zaidi ya kuhifadhi pesa zangu ni benki. Najua kule hakuna mtu anaweza kwenda kutoa zaidi yangu mimi mwenyewe. Kitu ambacho kingeweza kunifanya nijisikie salama zaidi, kwa sababu pesa zangu najua naenda kuziweka sehemu ambayo ni sahihi na salama zaidi. Kwa matumizi yangu na kwa mahitaji yangu. Kwa hiyo nitakapozihifadhi benki kuna usalama mkubwa zaidi kuliko nikizihifadhi nyumbani. Katika watu ambao siamini katika kuhifadhi fedha ni simu. Kwa sababu simu, yani niliona kwa rafiki yangu akijanitokea mimi. Rafiki yangu alikuwa amehifadhi pesa zake kwenye mtandao wa sijui ni Tigo ile. Lakini mwisho wa siku akaja wakampigia simu wakamwelekeza process kibao, mwisho wa siku akajikuta pesa zake zote alizokuwa ameweka katika simu yake wamezichukua. Kwa ile kitu yani ikanivunja moyo. Nikasema siwezi kuhifadhi pesa zangu kwenye simu. Kitu ninachojivunia kwanza naenda kukamilisha ndoto yangu ambayo nilikuwa naitamani kwa muda mrefu. Kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo naona kabisa malengo yangu yanaenda kutimia. Ni kitu ambacho nilikuwa nakiwishi siku moja nije kukifanya na nije kuwa mchoraji mkubwa huko baadaye mbeleni kabisa. Ingeweza kubadilisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kitu ninachotamani ni kuja kuwa na ofisi yangu mwenyewe, yani niweze kujitegemea mwenyewe ili wateja zangu wasipate shida yoyote au changamoto yoyote ile katika kazi yangu. Na kama wangekuwa wanatoa hiyo mikopo, nahisi ningechukua pia ili niweze kukamilisha malengo yangu na kufungua ofisi yangu peke yangu. Jambo ambalo ningetaka wajue ni kutuinua sisi watu ambao ndio tunaanza kujitafuta kimaisha. Yani waweze kutuwezesha, kutugaia pesa za kufanya mtaji wangu ili niweze kufungua biashara yangu. Kwa upande wangu mimi, yani naona taasisi za kutoa mikopo, yani mara nyingi sana uwaga hazituamini sisi mabinti. Kwa kuwa zinaona wakitoa pesa zao kama vile hatutafanyia vitu vya maana. Kwa hiyo inakuta na tunapata wakati mgumu sana kwenye kupata mikopo ili kuweza kutuinua kiuchumi na kutuinua yani kutimiza mtu ndoto zake. Kwani ninachoomba au ninachoshauri na sisi vijana wasitoke kwenye zile zana potofu, labda tukiwapa hela hizi watachezea, watafanyia vitu vya maana. Yani ninachoomba kama itawezekana waweze kutuamini na kutoa nafasi kwa vijana pia ili waone wanaweza kufanya vitu gani katika maisha.